kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametusafirisha salama kutoka jijini Mbeya mpaka kuingia hapa mkoani Manyara kwenye mji huu wa Babati. Tumekuja hapa kwa sababu uwanja wetu wa kumbukumbu ya hayati Edward Moringe Sokoine umefungiwa. Tumetii sheria, kanuni na taratibu za mchezo wa mpira wa miguu. Tumeona wapi sahihi kwetu sisi, tukaona Kwara Tanzanite ndio kunatufaa kwa sasa. Tumekuja Babati tukiwa na aim mbili. Aim ya kwanza ni kuleta burudani ya kandanda kwa wakazi wa Babati. Kuna watu wamekuwa wakionyongea burudani ya kandanda, lakini sasa tumeamua kuonyoshea burudani ya mpira wa miguu kutoka jijini Mbeya kuleta hapa, ikiwa na chembe za kizazi kipya za mpira wa miguu. Nikimaanisha kwamba nikisema kizazi kipya, maana yangu ni kwamba Mbeya City ndio timu ambayo imewatoa watu kwenye fikra za kujikita kwenye timu za kurithi na kuanza kupenda timu za miji yao. Sisi tumekuwa mfano na test hii tunaileta Babati. Kwa hiyo hodi mkuu wa mkoa wa Manyara, mkuu wa wilaya Babati, mkurugenzi wa halmashauri na wadau mbalimbali Babati, tumewaletea test hii, mkae nayo ili muweze kudumu nayo, na kisha nanyi pia muweze kutengeneza test kama ambayo inapatikana kule Mbeya. Kwa hiyo hayo ndio malengo yetu, lakini pia nataka niwaambie mashabiki kwamba sisi kama wenyeji tayari maandalizi kwa ajili ya mchezo wa kesho dhidi ya Singida Black Stars yamekamilika. Kila kitu kiko vizuri, na niwaambie tu kwamba mzunguko kiingilio kitakuwa shilingi 3000 na pale VIP kitakuwa shilingi 5000. Kwa hiyo karibu sana kushuhudia burudani hii ya kandanda, na tumekuja mithiri ya Daudi anayekwenda kupambana na Goliati. Kwa sababu moja, tumetoka kupoteza mchezo wetu dhidi ya Fountain Gate. Hakuna sehemu nyingine ya kuweka sawa mind zetu, hakuna sehemu nyingine ya kuweka sawa akili zetu. Tumewaita Singida, tumeamua tuchague ghetto hili la Kwara Tanzanite. Huku ndiko ambako tunaenda kuimarisha akili yetu na kuweza kufikia malengo yetu ambayo tumejiwekea mara baada ya kurejea ligi kuu ya soka Tanzania bara. Nikwambie tu kwamba kuna wakati, naweza kutolea mfano mzuri tu, wakati Leicester City ikipanda ligi kuu ya soka hapa nchini England, ilitaka kushuka daraja, ikaponea chupu, iliporejea ikatoa ubingwa chini ya Vichai Thailand. Kwa hiyo sisi tunaweza tukawa unaweza kutoa na thamani ndogo ama tuna uwezo mdogo, lakini tunaposhuka kwenye pichi wenyewe wanaelewa. Timu hii ama nchi hii, timu ambazo zinawakilisha nchi kwenye michuano mikubwa wanaelewa Mbeya City. Hao wengine sisi mental health. Kesho tunaenda kupata pointi 3 muhimu, tunaenda kuwaletea burudani watu wa Babati, sio huzuni. Naam? Wanaelewaje Mbeya City hizo timu nyingine? Nani? Umesema hizo timu zinazowakilisha Tanzania zinaelewa Mbeya City. Zipo timu kubwa zinawakilisha nchi hii nyingine kwenye michuano mikubwa barani Afrika, zinaitambua vilivyo Mbeya City. Kwa hiyo hao wengine sisi hawatusumbui. Tutakwenda kufanya nao kazi. Kwa hiyo tumekuja Babati sio kuleta huzuni. Sisi sio bundi, sisi njiwa. Kuna wakati unaweza ukahama kwenye mstari wako, lakini kuna wakati unaweza kurejea. Na nikwambie tu kwamba mpira wa miguu huwa unakuwa na mapito kama maisha ya kawaida. Kuna wakati tunapita kwenye magumu, alafu kuna wakati tunarejea kwenye njia yako. Njia yetu tumeiona, tunarejea kupitia Kwara Tanzanite.